Ni watawa kutoka mashirika mbalimbali ya kitawa Jimbo Katoliki Same wakiimba kwa furaha wakati wa maadhimisho ya siku ya watawa ambayo kijimbo yameadhimishwa leo katika Jimbo Katoliki Same. Siku ya watawa duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 2 Februari, ambapo Kanisa Katoliki kipekee huadhimisha siku hii kwa ajili ya kuwashukuru na kuwaombea watawa walioitikia wito wao wa kipekee kwa Mungu, wakiacha mambo ya dunia ili kumfuata Kristo na kuyaweka wakfu maisha yao kupitia nadhiri za useja, ufukara na utiifu, maisha ambayo ni ushuhuda hai wa Injili. Siku hii pia inaunganishwa na simulizi ya Injili ambapo Maria na Yosefu wanampeleka Yesu hekaluni siku 40 baada ya kuzaliwa kwake, ambapo katika tukio hilo Yesu anaonekana kama nuru ya kuangaza mataifa. Ndiyo maana siku hii huambatana na baraka ya mishumaa ikimwakilisha Kristo kama nuru ya ulimwengu. Katika homilia yake kwenye ibada ya misa takatifu hivi leo katika parokia Kristo Mchungaji Mwema, Jimbo Katoliki Same, askofu wa jimbo hili Mhashamu Rogath Kimario amewahimiza watawa kujitahidi kuacha alama katika utume wao. Maisha huwa yanatengenezwa kwa imani. Sasa mtawa uwe na imani kwamba inawezekana. Lakini utawa unaishi miaka 40-50, wala hakuna mtu anakukumbuka kwamba kuna kitu ulifanya. Hakuna alama uliacha. Lakini ulikuwepo kwenye huo utawa, ila hujulikani. Au labda mtawa fulani ni fundi wa cherehani mzuri. Basi labda kuna cherehani ulikwenda na akili yako na uwezo wako, ulifanya ukaacha kakiona kadogo kwa cherehani pale utawani. Magauni yote, nguo za kitawa ameshona yeye. Na ole wako ukienda kudarisi huko ambapo hujui, anakugombeza, haishoni hivi, inashonwa hivi, anakuonyesha. Kwa hiyo unakuta kwamba huyu anajulikana kwamba mwenye kiwanda cha sister fulani, lakini alishakufa zamani. Wakizungumza na Radio Maria Tanzania kando ya maadhimisho hayo, watawa kutoka mashirika mbalimbali ya kitawa ambayo yamehudhuria maadhimisho hayo wameeleza umuhimu wa siku ya watawa na namna walivyoadhimisha. Leo ni siku ya watawa, siku ya maisha ya wakfu. Kwa hiyo tunakumbuka siku Bwana alivyotolewa hekaluni, na pia mimi binafsi pamoja na watawa wenzangu tunakumbuka siku ile tulipojikabidhi kwa Mungu, tulipojitoa kwa Mungu kwamba sisi ni mali ya Mungu na tuko tayari kufanya kazi ya Mungu. Na tunawakaribisha wote wanaopenda kujiunga na maisha haya ya wakfu, kujitolea kwa ajili ya Kristo, maana Kristo mwenyewe alisema nilikuja kutumikia, si kutumikiwa. Kwa hiyo na sisi tuko tayari kutumikia na sio kutumikiwa. Tunasema karibuni sana wote mtakaovutiwa na maisha yetu haya, maisha ya kujitoa sadaka kwa Mungu, kwani kwa Mungu yote yanawezekana na kwa Mungu yote yanapatikana. Bila Mungu sisi si kitu na hatuwezi kufanikiwa nje ya Mungu, ila ndani ya Mungu yote yanafanikiwa. Mimi binafsi ninafurahia sana haya maisha kwa sababu ni maisha ambayo kweli ni ya kumtumikia Kristo. Ni maisha ambayo yanatufundisha hasa kushiriki ule uumbaji wa Kristo ambao ametualika kila mmoja amhudumie mwenzake kama ule upendo wa Mungu Mwenyezi mwenyewe. Hivyo kwa hii siku ya leo ya kutolewa Bwana Yesu hekaluni, watawa duniani kote wanafurahia. Kila mmoja anapata nafasi ya kumshukuru Mungu kutokana na karama za shirika mbali kote na kulingana na karama za waanzilishi wa shirika lao. Kila mmoja anapata fursa ya kuweza kutafakari nadhiri zake, kutafakari maisha kwa ujumla, maisha ya jumuiya, maisha ya utume, lakini mwisho wa siku tukiwa na lengo la kufika mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Siku hii kwangu mimi na umuhimu sana, kwani ninakumbuka kujitoa kwangu kwa Kristo na kulitumikia kanisa lake na watu wake. Kwani maisha yangu ya kitawa ndiyo furaha yangu na ndiyo faraja kwa watu wale ambao ninakutana nao katika maisha yangu ya kila siku.
ninapoongea na muumini au mtu yeyote katika maisha yangu anapata faraja zaidi, kwamba anaongea na mtawa akiamini kwamba nilichokizungumza ama kila ambacho nimemfikishia mtawa huyu atakwenda kukipeleka kwa Kristo moja kwa moja na nitapata baraka. Na tofauti na kwamba kama angeongea na mlei mwenzake ambapo asingepata pengine faraja, angejisikia labda pengine tumeongea tukazungumza yakaishia hapa, tumekaa mezani. Lakini basi anapoongea na mtawa anaamini kabisa kwamba huyu mtawa anayapeleka haya mawazo yangu kwa Kristo, ambaye Kristo ndo atakayetenda kupitia yule mtawa. Siku ya watawa ni siku ya shukrani, tafakari na matumaini. Ni siku ya kulitazama kanisa likiangazwa na mwanga wa wale waliothubutu kusema ndio kwa Mungu bila masharti. Tunapokamilisha makala hii ya maadhimisho ya siku ya watawa kutoka Jimbo Katoliki Same, tunaombea watawa wetu. Pia tunaalikwa kuwa nuru katika mazingira yetu ya familia, jamii na kanisa kwa kuishi Injili kwa uaminifu.